Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wetu wa mitandao yetu ya kijamii hapa nchini Tanzania, nikukaribisha ya moja ya sote pamoja jioni ya leo. Na mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, injili kiganjani mwako popote pale ulipo, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nipende kukaribisha kufuatilia matangazo ya moja kwa moja ya ibada ya masifu ya jioni kutoka hapa parokia ya Mtakatifu John Mwinjili hapa Bariadi, jimbo jipya la Bariadi. Nikukaribisha sana kutafakari na kufurahia matendo haya makuu ya Mungu ambayo ametuletea sisi watoto wake kuzudi tuendelee kumtafakari yeye aliye asili ya uzima wetu. Nikukumbusha tu kwamba masifu haya ya jioni ni maandalizi ya adhimisho la misa takatifu ya kusimikwa kwa Askofu Prosper Batazali Limo aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha na sasa ameteuliwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Bariadi. Jana majira ya alasiri tulishuhudia mapokezi yake ambapo alipokelewa na waamini wa Jimbo Katoliki Shinyanga katika mto ule wa Manonga mpakani mwa Shinyanga na Tabora. Baadaye msafara ukatoka pale kuelekea Jimbo Katoliki Shinyanga ambapo alipumzika hapo, na leo asubuhi basi tumeshuhudia mapokezi mengine ambayo yamefanyika katika jimbo ili jipya la Bariadi, eneo ambalo yeye mwenyewe ambaye ataendelea kulihudumia kama kuhani wa jimbo hili. Katika mwendelezo wa matukio haya basi, baada ya kufika katika eneo hili la mpaka wa Bariadi, basi alibusu ardhi kwa mara ya kwanza kabisa akiingia katika jimbo hili jipya kabisa, akitengeneza historia ya pekee katika maisha ya utume wake, askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bariadi. Tuendelee kumwombea askofu huyu ili kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yake, ule utumishi ambao Mwenyezi Mungu ameweka ndani yake uzidi kuchipuka, azidi kutiwa nguvu ya kuendelea vema na safari ya maisha ya hapa duniani, na kwa namna hiyo basi Mwenyezi Mungu aendelee kutukuzwa katika yeye, ili sisi watumishi wake tunaomtumaini tuendelee kushibishwa neno la Mungu kupitia maongozi ya baba yetu huyu Mhashamu Prosper Batazali Limo aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha na sasa ameteuliwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Bariadi. Jana tumeshuhudia upendo wa pekee kabisa kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Watu wengi, waamini wengi, magari mengi yametoka Jimbo Kuu Katoliki la Arusha kumsindikiza Mhashamu Prosper Batazali Limo katika jimbo hili jipya la Bariadi. Hiyo inaonyesha upendo wa pekee kabisa kwa mtumishi wa Mungu na aliyekuwa askofu wao Mhashamu Prosper Batazali Limo. Hakika wameonyesha upendo wa pekee, hata yeye amehisi kwamba alikuwa katikati ya watu akiwaongoza katika njia njema ya kumtafuta Mwenyezi Mungu katika kipindi chote ambacho alikuwepo jimboni Arusha, na sasa amepewa majukumu ya pekee kabisa, majukumu mengine ya kuliongoza jimbo jipya la Bariadi. Waumini wa Arusha wameona si vema wakamwacha aende peke yake, basi wameorganize na wamemsindikiza kwa wingi wao mpaka hapa Jimbo Katoliki la Bariadi, eneo ambalo tunaweza kusema ni eneo jipya
eneo lake jipya la utume. Basi mimi na wewe tuzidi kumwombea baba yetu huyu mpendwa sana Mhashamu Prosper Baltazar Limo, ili kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yake kizidi kuchipuka. Mungu aendelee kutukuzwa katika yeye na mwanadamu aendelee kutakatifuzwa kupitia kazi njema ambayo anaifanya ya kumtumikia Kristo katika ulika huo wa kiaskofu. Nikukumbushe kwamba timu ya Jugo Media tuko hapa Jimbo Katoliki la Bariadi, jimbo jipya hili. Tutakuletea kile kitakachojiri katika maeneo haya kuanzia leo hii jioni, masifu ya jioni, ikiwa ni maandalizi ya adhimisho la misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa jimbo jipya la Bariadi na kusimikwa kwa Mhashamu Prosper Baltazar Limo, askofu wa jimbo jipya la Bariadi. Timu nzima iko hapa, mimi mtangazaji wako Peter Kisoki nikiwa naye Ibrahim Gores ambaye atatuletea picha za mnato, pamoja naye dereva wetu ambaye ametuongoza vema kabisa kwa maongozi yake Mwenyezi Mungu kutoka Dar es Salaam mpaka kufika hapa, kaka Ares Kihozia, naye tunaye hapa. Tutaendelea kushirikiana pamoja ili gurudumu liweze kwenda vyema kabisa, nawe mtazamaji wetu unayotazama kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu uweze kutafakari matendo haya makuu ya Mungu, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya watendakazi katika shamba lake, na kwa namna ya pekee kabisa katika ongezeko hili la jimbo Katoliki Bariadi, jimbo ambalo tunategemea litaleta chachu ya imani katika ukanda huu wa metropolitan ya Mwanza, ili Mungu aendelee kutukuzwa katika yote na mwanadamu aendelee kutakatifuzwa. Endelea kutazama matangazo haya, endelea kutazama Jugo Media, Injili Kiganjani Mwako, ili uendelee kuwa sehemu ya uinjilishaji pamoja nasi. Punde muda mfupi ujao, adhimisho la ibada ya masifu ya jioni itakwenda kuanza katika kanisa hili la Mtakatifu John hapa Bariadi, jimbo Katoliki jipya kabisa la Bariadi. Endelea kusalia pamoja nasi. Mimi mtangazaji wako Peter Kisoki nitakuwa hapa nikikuletea kila kitakachojiri katika ibada hii ya masifu ya jioni kuelekea adhimisho la misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa jimbo hili jipya la Bariadi na kusimikwa kwa Mhashamu Prosper Baltazar Limo, askofu wa jimbo hili jipya la Bariadi, aliyekuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Arusha. Hii ni Jugo Media, Injili Kiganjani Mwako. Mimi ni ndugu yako Peter Kisoki. Endelea kusalia pamoja nasi. Naam, mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili Kiganjani Mwako, bado tupo na wewe, usijione mpweke. Jugo Media tuko hapa tukiendelea kuletea matangazo haya ya moja kwa moja, ni mubashara kabisa ya masifu ya jioni kuelekea adhimisho la misa takatifu ya kuzinduliwa kwa jimbo jipya la Bariadi na kusimikwa kwa Mhashamu Prosper Baltazar Limo, askofu mpya wa jimbo jipya la Bariadi. Nikupitishe katika historia fupi ya jimbo jipya la Bariadi. Jimbo jipya la Bariadi kujaje? Na ili neno asili ya Bariadi ni nini? Tukianza na asili ya neno Bariadi. Kama ilivyo kawaida katika maeneo ya Usukumani, majina ya mahali hujulikana kutokana na uwepo wa kitu au kitu fulani cha asili ama hali fulani ya eneo hilo. Kwa misingi hiyo, Bariadi ni neno lenye asili ya Wasukuma, yaani Wasukuma wa Ntuzu
wanaoishi katika eneo hili la Bariadi. Neno hili linaundwa na maneno mawili yenye kuleta maana moja yanapotamkwa pamoja, ambalo ni Baal na D. Baal na D. Mtazamaji wangu, ninaposema Baal inamaanisha BHAL /I-D. Haya ndio maneno ambayo yanaundwa ili jina la Bariadi, ikiwa na maana kuwa watu ambao hawana ufahamu wa jambo fulani. Kwa mantiki hii, eneo la Bariadi linachukuliwa kama eneo lililokaliwa na watu waliokuwa hawajapata elimu mpaka pale wamisionari wa White Fathers walipofika eneo hilo. Uinjilishaji katika eneo la Bariadi. Eneo la Ntuzu Bariadi lilipokea habari njema kutoka kwa wamisionari wa White Fathers mnamo mwaka 1935, ikiwa ni eneo mojawapo lililohudumiwa na wamisionari kutoka parokia ya Sayusayu iliyoanzishwa mwaka 1928. Mwaka 1939 kanisa la Kikulu lilijengwa na Padri Van der Scans wa White Fathers. Baadaye mwaka 1943 parokia ya Kilulu ilifungua kigango cha Sanungu kilichokuwa na waamini kutoka kaya 4 tu chini ya uongozi wa katekista Silvester Manyanza. Familia hizi ziliendeleza juhudi za kueneza Injili. Baada ya wamisionari wa White Fathers mwaka 1955 walikuja wamisionari wa Mary Clare wakitanguliwa na Padre Donald Saibatis MM na Thomas Gibbons MM. Wakati huo waamini wa Sanungu waliamua kuhamia Nyambiti Somanda. Walisali chini ya mti wa mkuyu nyuma ya jengo lililokuwa makao makuu ya wilaya ya Bariadi kwa wakati ule. Kutoka Somanda walihamia Nyasubi ambapo kwa sasa panaitwa Mtakatifu Yohana Mwinjili. Wakiongozwa na Padre Donald na Padre Thomas pamoja na Mwalimu Fabian, waamini walianza ujenzi wa kigango kilichokamilika mwaka 1960 na mwaka 1961. Kigango hiki kilibarikiwa na Askofu Edward Alois MM aliyekuwa askofu wa jimbo wakati huo. Mwaka 1962 ilipoanzishwa parokia ya Old Maswa na Padre Charles Callan MM kuwa paroko wake wa kwanza, kigango cha Nyasubi Bariadi kilianza kuhudumiwa na mapadri kutoka parokia ya Old Maswa. Baada ya kustaafu katekista Fabian mwaka 1965, Padre Charles Calham alimwomba Daktari Anatoli Filipo kusaidia kuongoza ibada katika kigango cha Nyasubi Bariadi akisaidiwa na Joseph Shanyangi hadi mwaka 1966 daktari alipohama kikazi kwenda Kilulu. Mwaka 1967 Padre Paul Fagan alifika Old Maswa kama paroko na alimtuma katekista Boniface Magumba kuwa katekista wa kigango cha Nyasubi Bariadi, na baadaye mwaka huo huo kigango cha Nyasubi Bariadi kilifanywa kuwa senta ya Bariadi au subparish ya Old Maswa. Mwaka 1972 mji wa Bariadi ulipopandishwa hadhi na kuwa makao makuu ya wilaya, kulionekana uhitaji mkubwa wa huduma za kiroho. Hivyo kwa ruhusa ya paroko wa Old Maswa Padre Paulo Fagan mwaka 1977, Padre Helbert Gapa alianza kuhudumia senta ya Bariadi akitokea parokia ya Old Maswa. Alihamia rasmi Bariadi mwaka 1978 na mwaka 1980 kwa ruhusa ya aliyekuwa askofu wa jimbo, Askofu Castro Sekwa. Padre Helbert Gapa alianzisha ujenzi wa kanisa. Baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kanisa na kwa kuwa Bariadi ilikuwa ni makao makuu ya wilaya, pamoja na kuongezeka kwa waumini, baba Askofu Castro Sekwa aliteua senta ya Bariadi kuwa parokia na kufunguliwa parokia rasmi mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 1984 chini ya usimamizi na mwombezi Mtakatifu Yohana Mwinjili. Uongozi wa kwanza wa parokia ya Bariadi. Kuanza kuzinduliwa kwake, parokia ya Mtakatifu Yohana Bariadi iliongozwa na Padre Helbert Gapa akiwa paroko akisaidiwa na katekista Boniface Magumba pamoja na viongozi wa halmashauri ya walei kama ilivyo desturi na taratibu ya kanisa. Viongozi wa kwanza wa parokia ya Mtakatifu Yohana ni pamoja na Joseph Shanyangi aliyekuwa mwenyekiti wa parokia,
Daudi Nkune, makamu mwenyekiti wa parokia, Severian Nyanda, katibu wa parokia, Peter Mwandu, katibu msaidizi wa parokia, na Tadeo Chulizwa, mwazini wa parokia. Uwepo wa Padri Helbert Gapa katika parokia ya Bariadi akisaidiana na Padri Anatoli Salawa akiwa paroko msaidizi ulifungua mlango mpana wa uinjilishaji katika eneo hilo, licha ya changamoto kwamba kulikuwa na idadi ndogo ya mapadi katika jimbo la Shinyanga. Padri Helbert Gapa alianzisha jumuiya mbalimbali kama vile Mtakatifu Matayo Mwinjili, Mtakatifu Marko na Mtakatifu Luka Mwinjili, ambayo sasa ni parokia ya Mtakatifu Luka iliyozinduliwa mwaka 2017 na Baba Askofu Liberatus T.K. Sangu. Padri Helbert Gapa alifungua pia vigango vya Sanungu, Kidulia na Iburio. Alihamasisha pia miito mitakatifu katika kanisa na kufuatia kazi yake njema ya uinjilishaji kwa kipindi chake, parokia ya Bariadi iliweza kupata padri wa kwanza kutoka parokia hiyo, Padri Pasco Lubango Kasai pamoja na Sister Lucy Boniface Magumba. Kanisa la Shinyanga tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Padri Gapa kupitia shirika la wamisionari wa Melknol kwa kazi nzuri aliyoifanya katika eneo hili la Bariadi kwa utumishi wake wa miaka 25 kuanzia mwaka 1977 hadi mwaka 2002. Pamoja na kazi kubwa aliyoifanya, Padri Gapa aliboresha pia mazingira kwa kuhamasisha upandaji miti. Shukrani, pongezi wanastahili kupewa pia mapadri wote waliosimika Injili katika jimbo hili, akiwemo Padri Paul Fagan ambaye bado anafanya kazi katika parokia ya Nkololo licha ya umri wake mkubwa. Parokia ya Bariadi chini ya mapadri wanajimbo. Baada ya uongozi wa Padri Gapa akiwa paroko wa parokia ya Bariadi, parokia ya Bariadi ilipewa padri msimamizi mwanajimbo Padri Jacobo Makula aliyehudumu kati ya mwaka 2003 hadi 2004 alipotuma Padri Kizito Nyanga kuwa paroko wa kwanza mwanajimbo akiwa na wakili paroko wake Padri Albert Izengo. Mapadri wengine waliofanya kazi parokia ya Bariadi ni pamoja na Padri Dismas Kisusi, Padri Fabian Kushoka, Padri Richard Makoye, Padri James Jidasanga, Padri Abel Jipili, Padri Peter Mkunya ambaye pia paroko kwa wakati huu, ambaye pia ndiye paroko kwa wakati huu. Mwendelezo wa kazi yake nzuri ya utume iliyofanywa na mapadri katika parokia ya Bariadi uliimarisha imani ya waumini na kuongezeka zaidi idadi yao na hata kufunguliwa kwa vigango vingine vingi zaidi. Kukua kwa imani na kuongezeka kwa idadi ya wakazi katika mji wa Bariadi ambao baadaye ulitajwa kuwa ni makao makuu ya mkoa wa Simiyu Machi 2012. Kutajwa kuwa makao makuu ya mkoa wa Simiyu kulipelekea kuhitajika zaidi kusogezwa kwa huduma za kiroho, na hatimaye tarehe 18 mwezi wa 10 2017 parokia ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Bariadi ilizaa parokia ya Mtakatifu Luka Mwinjili Bariadi ikiwa na paroko wake wa kwanza Padri Alfred Lwamba kutoka jimbo kuu la Mwanza. Kuundwa kwa jimbo la Bariadi. Jimbo la Bariadi limeundwa baada ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuridhia ombi la Monsinyori Liberatus T.K. Sangu, askofu wa jimbo la Shinyanga, kuwa liundwe jimbo jipya la Bariadi ili kusogeza huduma ya kiaskofu kwa waamini. Naam, kinachoendelea sasa wakati huu ni ukataji wa utepe pale nje. Tuendelee kutazama matangazo haya, kisha baadaye nitakupitisha katika historia nyingine ya jimbo hili jipya la Bariadi. Endelea kutazama, hii ni Jugo Media, Injili Ganjani Mwako. Mimi ni Peter Kisuki. Pia na askofu yupo tayari. Ungana na wenzetu kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Pale yupo Fredi William, lakini pia yupo Geoffrey, lakini pia tunaye Patrick Tibanga, tunaye Dativa Tuluhungwa, tunaye fundi mkuu huyu basi katika mitandao yetu hiyo ya kijamii Regan Kimaro naye yuko hapa.
katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa hivyo usiondoke mbali ya mitandao yetu hii, kaa hapo na ya haya jimbo hili Katoliki la pita, lakini basi bado hakajatunyima sisi wana Bariadi kuendelea kushuhudia matendo haya makuu ya Mwenyezi Mungu, matendo haya makuu Mungu ambayo yanatendeka hapa. Lakini yupo pia Padri Andrea Luziga, huyu liturgist huyu ama liturgist pale jimbo kuu la Tabora, naye yuko hapa katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda hivyo yamekwisha kamilika na mambo ya liturujia hapa yako vizuri. Kumbuka leo tutakuwa na jioni ya kwanza kuelekea sikukuu ya Mtakatifu Yosefu. Kwanza itakuwa ni masifu ya jioni ya kwanza, utangulizi wa sherehe ya Mtakatifu Yosefu. Kwa hiyo ni sherehe kimsingi tumeianza ama tunaianza leo. Usiogope, unayasikia basi peana tu maelekezo kuhusiana na hiki ambacho kule sina shaka unaona ama unashuhudia kile ambacho kinaendelea. Haya, hapo ni kanisani ndani humo, lakini basi muda sio mrefu tutakuleta hapa nje kwa ajili na endelea hapa. Nikiombe radhi pia kwa haya matarumbeta hayo kwa mbali kule ndio anaingia na ule msafara wa Baba Askofu Prosper Limo. Basi muda sio mrefu pia tutakuleta nje kwa ajili ya kuona hiki ambacho kinaendelea hapa. Kumbuka kwamba ni matangazo ya moja kwa moja kutoka jimbo Katoliki la Bariadi, jimbo jipya Katoliki la Bariadi. Kama ambavyo unashuhudia hapo, basi ni watoto mtakatifu wakiwa wamejipanga vizuri kabisa kwa ajili ya kupokea msafara huo ambao unaingia muda sio mrefu kutoka hivi sasa. Haya, Wasukuma msikilizaji, huwa wana shangwe zao huku. Utashuhudia mambo mengi na mazuri kabisa kwa jioni hii ya leo hapa kanisa hili la Mtakatifu John Bariadi. Kama ambavyo nashuhudia hapo ni shangwela hizo.
concentration ni